Wahenga walisema mficha maradhi kifo humumbua. Huyu ni kijana Salmin Abdul, kijana aliyeweza kuficha maradhi kwa muda mrefu sana, na hatimaye kifo kikamkaribia. Akaamua kuwa tayari kuweza kufichua maradhi yake. Aliniambia kwamba kwa muda tunaziondosha sehemu zako za siri, tunaenda kuzifanyia dawa ndani ya siku 4. Ndani ya siku 4 zimefika, sehemu zangu za siri hazijarudi, na sijui hatima yangu ni nini, kwa sababu ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho kwenye video hii hapa uweze kuelewa safari iliyomfanya Salmini kuweza kujikuta kupoteza viungo vyake vya siri kwa sababu ya utajiri, na yote ni kutokana na mwanamke wake. Ndiyo, kutokana na mwanamke wake. Mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Ungana na sisi mwanzo mpaka mwisho uweze kuelewa. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Bana, mambo vipi mfuatiliaji wa King Paul TV? Ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Bana, kwa siku nyingine iliyoweza kumpendeza Mwenyezi Mungu kuweza kutupatia nafasi sisi waja zake kuweza kuendelea na majukumu ya hapa na pale. Leo tumeweza kufika nyumbani kwa ndugu yetu kama ambavyo namuona hapo, lakini mwanzoni nilitakiwa tuweze kuzungumza naye, lakini changamoto zilikuwa si kubwa sana, lakini yeye mwenyewe ameona kwamba kuna umuhimu ama kuna haja sasa kubwa ya sisi kuweza kufika hapa, ndipo akaweza kutupigia simu akasema, ndugu zangu, ninaona hali inazidi kuwa mbaya, basi naombeni mfanye mnavyoweza muweze kunitembelea. Nasi tukasema pasipo kuweza kupoteza muda tutafanya hivyo. Kwa ufupi ni kwamba ndugu yetu ameweza kukumbwa na changamoto kubwa sana kimaumbile. Sitaki nizungumzie sana kwa sababu yeye yuko hapa, atakwenda kutuambia changamoto hiyo iko vipi, ilianza vipi, na nini ambacho kinamfanya aweze kuwa katika hali ya kutokuwa na amani nyumbani kwake yeye mwenyewe. Kwa kutakuwa na mambo mengi ambayo utakwenda kuyafahamu. Kikubwa tukua nasi mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa, na Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa kuweza kuichagua King Paul TV kwa mara nyingine tena. Sasa kuweza kusubscribe na kuturn on notification. Kaka, habari sasa hizi? salama kabisa. Mambo nasema Safi, nashukuru Mungu. Kwanza pole, najua tulizungumza mara ya kwanza lakini haikuwa kwenye kamera za King Paul TV hapa, na hali ilikuwa si nzuri. Ulipokuja kuniambia kwamba bwana, ile hali inazidi kuwa mbaya, naomba tukupatie ushirikiano, nikasema hili jambo si la kuchelewa. Kabla hujaenda mbali, mimi najua kidogo nafahamu watazamaji wanakuona kwa mara ya kwanza, na mimi ningependa kufahamu unaitwa nani? Mimi naitwa Salmin Abdul. Yeah. Salmin Abdul. Yeah. Sawa ndugu yangu. Upo kwenye matatizo, lakini kwa mtu kwa haraka kikutazama anaweza kahisi kama uko sawa. Hebu tuambie nini ambacho kipo katika namna yako ama katika pande ya maisha yako kwa sasa? Ni kweli unachokizungumza kwamba mtu akinitizama anaweza akaona nipo kawaida, lakini matatizo ambayo nipo nayo kiukweli kwangu mimi huenda na kwa mtu mwingine angeza kuwa makubwa sana. Unajua siku zote unavyokuwa kwenye matatizo, usipokuwa makini inakuwa ni sababu ya kutengeneza matatizo mengine. Labda tu niseme kwamba mimi nimetokea katika familia ya kimaskini sana. Katika familia ya kimaskini sana. Nipo na mke wangu nampenda sana. Sana sana kuliko kitu kingine chochote kile. Na naweza nikasema kumpenda sana mke wangu au kuipenda sana familia ndio sababu kunifanya mimi niingie kwenye matatizo. Kwa sababu siku zote vile tunaovipenda ndivyo ambavyo tunaweza tukavihangaikia sana kupelekea hadi kuumia, kupoteza, yani huwezi kujali kwamba ni kitu gani ambacho kitakukuta kwenye kupambana kwako kuweza kuwapambania wale watu nao wapenda. Sawa? Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema wale watu tunaowapenda na wanaweza kutuingiza kwenye matatizo, isipokuwa wao wanaweza asijue. Kama ninavyokuambia, nampenda sana mke wangu, naipenda sana familia yangu. Umeona?
kuna wakati ule ugumu wa maisha ambao nilikuwa nao, nilikuwa naumia sana kwamba kwa nini mke wangu namuingiza kwenye matatizo ambayo labda mimi ilipaswa yanihusu mimi. Umenielewa? Kwa sababu mtu unavyokuwa na maisha ya dhiki wewe mwanaume, alafu unakuja unamuoa mwanamke na anaingia kwenye matatizo yako, kiukweli kama kweli una mapenzi ya dhati na wewe mwanamke, unakuwa unaumia kila siku. Sio kama mnanielewa nikizungumza hivyo. Kwa hiyo nimehangaika sana kwenye kutafuta maisha. Nimepita kila kona unayojua wewe. Nimefanya kila jambo ambalo unahisi kama mwanaume anaweza akalifanya ili kuweza kupata mafanikio. Hasa ya mambo ya biashara, sijui hivi. Lakini bado nilikuwa naona kile ninachokipata hakikidhi, hakitoshi. Unarudi na kitu unafika nyumbani unamwangalia mkeo, unamuonea huruma, mwisho wa siku unakaa chini unalia. Umeona? Unajua sisi ni wanaume. Hapa duniani kuna mambo mengi sana. Na kuna mitihani mingi na kuna vishawishi vingi sana. Ile hali ilivyokuwa ikiniumiza kwamba kwa nini mimi sipati kile cha kuweza kumtosheleza mke wangu. Wakati mwingine huenda labda mke wangu alikuwa kiridhika na kile ambacho nilikuwa nacho mimi kidogo, lakini mimi binafsi kwa namna nilivyokuwa nampenda mke wangu, kwa namna ninavyompenda mke wangu, nilihisi labda hakitoshi. Umeona? Kwa kutizama labda wenzake wanavyoishi, majirani namna wanavyoishi. Wakati mwingine unaweza kumfikiria mtu kilichopo moyoni mwake kwenda labda ananivumilia tu, mke wangu anaumia. Sasa ukishafikiria kitu kama hicho, alafu huyo mwanamke unampenda, basi unakuta unakuwa mawazo yanaenda mbali sana kwamba labda na wewe labda ufanye kitu fulani ili mradi mkeo afurahi, afanyeje, labda siku za sherehe naye afurahi. Inauma sana. Unakuta labda sikukuu zinapita, mkeo hujamnunulia hata nguo mpya. Hujampa chochote kwamba labda hichi na utakavotoka kwenda huku labda utanunua kitu fulani, unakuta huna. Moyo unauma. Mwisho wa siku kiukweli njia nilopita ndio hilo nipelekea mileo nipate matatizo ambao hakika na yajutia sana kwenye maisha yangu. Kwa sababu sijui nisemeje. Kwa sababu wakati mwingine najiona ni mjinga sana. Lakini kwa sababu ni mwanaume wakati mwingine najiona ni ushujaa pia. Kwa hiyo nimebaki nipo njia panda kwamba hivi mimi ni mwanaume wa aina gani? Uwezi amini ilifika kipindi mimi nikaamua kutafuta waganga ili mradi waweze kunisaidia labda niweze kupata kipato kikubwa ambacho kitakidhi maisha yetu mimi na mke wangu na familia yangu. Nikatafuta waganga kweli. Nikakutana na mganga, nikamuelezea hali yangu, nikamwambia hali halisi ya maisha yangu. Alinipa masharti mengi ya tofauti, magumu, mazito, lakini lile ambalo nilichagua nilihisi ni jepesi kwangu. Yaani miongoni mwa wale ambao masharti alionipatia, lile ambalo nilichagua mimi nilihisi ni jepesi. Nikaona anyway, wacha nichukue hili, huenda na mimi maisha yangu yakabadilika na mimi nikaonekana mtu mbele za watu. Kwa sababu niliona kabisa umaskini umenichosha, na umaskini unachosha. Tena unachosha kweli kweli. Akaniambia kwamba hilo sharti tulilolichagua, sharti tulilolichagua ndani ya siku 4 litakuwa tayari limeleta majibu. Ndani ya siku 4 litakuwa limeleta majibu. Japokuwa nilikuwa nikijiuliza kwamba itawezekana, lakini kwa sababu yeye aliniambia kwamba inawezekana na alinitajia, linaonesha baadhi ya watu ambao labda wamepita kwake, wamefanikiwa, na ni kweli wengine ni watu wangu wa karibu wananishauri kwamba bwana sisi tuishapita kwa mtu fulani ndio maana natuona hivi. Na siku moja na siku zote niseme kwamba unajua rafiki ni mtu pekee ambaye anaweza kukubadilisha kiwepesi sana. Aidha kukupoteza au kukurudisha kwenye uongofu.
rafiki. Rafiki ni mtu hatari sana, lakini rafiki ni mtu mwema sana. Kama akiamua kukupoteza basi anakupoteza kwa haraka sana. Lakini akiamua kukurudisha uwe mwema basi ni haraka sana anakurudisha kuwa mwema. Kwa watu wangu wa karibu wakawa wananiambia kwamba unavyotuona sisi namna hii, sisi tumepita kwa mtu fulani. Huyo mtu ambaye upo naye weka kupa masharti, sisi ndiko tulikopita. Sisi tunaishi vizuri kwa sababu yake. Nikamwambia sawa. Nikakubaliana kweli na masharti yale. Ndani ya siku 4 alivyosema hilo swali litakuwa limeleta matokeo, nikamwambia sawa. Lakini sharti alionipa, aliniambia kwamba kwa muda tunaziondosha sehemu zako za siri, tunaenda kuzifanyia dawa ndani ya siku 4. Siku ya 3 zinarudi. Kuna swali nikamuuliza, sasa ndani ya hizo siku 4 wakati mimi sina sehemu zangu za siri nitaishi vipi? Hali yangu itakuwaje? Akanieleza maneno ya faraja. Akaniambia kwamba haina shida. Kuna dawa akanipatia. Nikakubaliana naye. Lakini uwezi amini ndugu mwandishi, ndani ya siku 4 zimefika, sehemu zangu za siri hazijarudi. Nikamfuata siku ya 5, nikamfuata, vipi tunafanyaje? Akanambia kuna swala moja alipo sawa. Ngoja usiku wa leo kuna dawa inatakiwa tuifanye. Tusameheane, kesho mambo yatakuwa vizuri. Na ikumbuke hapa ndani ya siku 4 mke wangu sijamwambia kwamba kitu gani ambacho nimefanya. Kwa muda wote mke wangu alikuwa akisogea, tunalala kitanda kimoja, shuka moja. Fikiria kitu kama hicho. Tunalala shuka moja, kitanda kimoja. Kwa nicho kwa nakifanya kwa mke wangu ni ujanja tu. Visingizio vingi, sababu nyingi. Lakini yule ni mwanamke, ana hisia. Lakini kadri alivyokuwa akijitahidi kunishawishi, na mimi ndivyo nilikuwa najitahidi kumshawishi. Nilikuwa nikijitahidi kumdanganya, lakini kafika kipindi uongo wangu kafika mwisho. Nikaona hapa nimeshindwa sasa, sina cha kufanya. Ndani ya nyumba ikabidi sasa niamue tu kuwa mkali, yani kutumia ni ule wanaume kwamba yani natumia ubavu sasa. Lakini ukweli kwamba moyo wangu unaniambia kwamba umekosea. Salmini, umekosea. Kuna kitu namkosea mke wako. Nafsi yangu ilikuwa inaniambia naumia, muda wote nilikuwa nakaa naumia. Yani hata pole sana. Kwa hiyo shida kubwa ni maana kwamba sehemu za siri haunazo hapo ulipo. Sehemu zangu bado hazijarudi. Na sijui hatima yangu ni nini, kwa sababu yani hata sielewi, yani sielewi hatima yangu itakuwaje mimi, kwa sababu uwezi amini sasa hivi nimetoka kwa ule mganga, nimeongea naye, lakini nimefika pale ananiambia naye afya yake haipo sawa. Mganga anasema afya haiko sawa. Haipo sawa, naye anaumwa na maradhi yake ambayo anaumwa kwa sababu ule ni binadamu, anaumwa. Sasa nashindwa kuelewa kwamba haya mganga anaumwa, mimi nani atakayenitibia? Nani atakayenishughulikia mambo yangu? Yani hapa ndo nachanganyikiwa, ni sielewi nini cha kufanya. Kiukweli yani nasema tu, unajua wanaume sisi tunapitia njia nyingi sana. Sawa, wanaume sisi unajua sisi ndo mapresident wa familia. Wanaume sisi ndo viongozi kwenye familia zetu, lakini tuangalie njia ambazo tunapita. Wakati mwingine tamaa sio nzuri. Imefika kipindi sasa mimi naitamani ile hali yangu ambayo nilikuwa nayo mwanzo, kwamba bora ningekuwa vile. Lakini mke wangu akapata haki yake ya ndoa. Amani ndani ya moyo wangu ikawepo, lakini sasa hizi amani hamna. Sina amani. Amani itatoka wapi? Nikirudi nyumbani mke wangu anataka haki yake ya ndoa. Wakati huo nikikaa nikifikiria, sijui hiyo hali yangu yani ya sehemu zangu za siri itarudi ama hairudi. Namna gani mpaka sasa hizi? Leo ni siku ya 13. Wiki mbili, siku ya 13. Wakati ninaambia ndani ya siku 4. Hizo siku 13 kwangu sio issue. Haya mganga naumwa, nitafanyaje?
Sawa, nataka kufahamu kitu kimoja. Siku ambayo anakuambia kwamba sehemu zako za siri zitaondoka, ilikuwaje, namna gani? Uliamka ghafla ukakuta hakuna, ama kuna ishara gani ambayo uliweza kuiona kwamba ndo hapa sasa sehemu zangu za siri naziacha? Kwanza kuna ishara iliniambia kwamba kuna ishara iliniambia kwamba itanitokea. Na ni kweli usiku ule kuna ishara nilizisikia. Nilijisikia maumivu makali sana, sijawahi kuyaona. Sijawahi kusikia, nilijisikia maumivu makali sana. Lakini baada ya maumivu nikapoteza fahamu. Nikawa kama sijielewi. Kuja kuzinduka ndo nikatizama nikakuta sehemu zangu za siri hazipo. Sikustuka sana kwa sababu fahamu zilinirudia kwamba ni kitu gani tuliahidiana na yule mganga. Nikaamini kwamba kile ambacho tuliahidiana basi ndicho ambacho kimekuwa. Nilijipa matumaini kwa sababu aliniambia kwamba ndani ya siku 4, ndani ya siku 3, siku ya 4 tayari mambo yatakuwa yamekaa sawa na mimi hali yangu ya kiuchumi maana yake itaanzia hapo kuwa nzuri. Lakini ikawa ipo tofauti sasa. Kwa siku ambao natoka sehemu zangu za siri hali ilikuwa hivyo. Nilijisikia maumivu makali, baadaye nikapoteza fahamu na baadaye fahamu zikanirudia. Hali ndo ilikuwa hivyo, ndugu mwandishi. Nataka kufahamu ulimpa kiasi cha pesa kwamba kuweza kufanya hicho kitu? Kiasi nilichompatia ni kidogo sana kufuatana na hali yangu ilivyokuwa. Lakini aliniambia kwamba mimi nina uhakika na ninachokufanyia. Najua lazima utapata pesa nyingi. Kwa hiyo aliniambia kwamba pindi utakapopata hizi pesa ndipo utakaponiletea kiasi changu cha pesa. Kwa pesa nilompatia mimi ni pesa kidogo sana. Ni pesa kidogo sana, lakini kwa sababu yeye alijiamini kwamba ana uhakika na anachokifanya. Kwa hiyo aliniambia tu kwamba pindi utakapopata hizo pesa utaniletea kiasi changu cha pesa. Kwa hiyo tulikubaliana hivyo. Lakini umeweza kuzungumza sehemu za siri, na tukileta katika maana ya sehemu za siri, hapo naweza tukapata maana zote mbili. Sasa sijajua kwamba sehemu za siri ambayo unazungumzia wewe ni ipi labda. Maumbile ya kiume ama vyote kwa pamoja, maana hapo naweza umechanganua vizuri kwamba kwa upande wa mwanamke haumpi haki yake, umtimizie. Tunaelewa kwamba maumbile ya kiume hayapo. Lakini tukizungumzia sehemu za siri, ndio maana tukawa tumeumbwa miili ya nyama, tunaivika kwa nguo kuficha baadhi ya maeneo yasionekane. Kwa ujumla ama ni maumbile ya kiume peke yake? Ni maumbile ya kiume peke yake ndo ambayo hayapo. Okay. Haja ndogo unaipataje? Yaani haja ndogo naweza nikasema hapo ndo mtihani ambao upo, kwa sababu kuna wakati mwili unaniuma sana. Yaani mwili unaniuma sana, wakati mwingine unakuta maumivu yakishaisha basi mwili unakufa ganzi kabisa. Na nadhani inakuwa hivyo kwa sababu ya ile haja ndogo, kwamba unajua binadamu namna alivyoumbwa, anavokula, anavokunywa, katika ule mmeng'enyo lazima tu itahitaji kutoa haja ndogo. Kwa mimi nadhani ule wakati inavyohitajika kutoka haja ndogo alafu inakuwa haijatoka kwa muda mrefu ndio inapelekea hiyo hali. Yaani mwili wangu unakuwa unauma sana. Alafu baadaye unakuwa mwili unakufa ganzi. Kabisa unakufa ganzi. Yaani hata mtu akikushika hivi hujisikii chochote. Kwa kuna wakati hiyo hali inaenda afu inatoweka. Inaenda inatoweka. Kwa ndani ya siku 14 hiyo ndo hali ambayo unakuwa nayo, unapambana nayo. Sawa, maji, matunda nakula? Nakula, lakini kwa sababu sasa najijua kwamba yani ndani ya zile siku 10 zile, ndani ya siku zile 4 nilivyoona kwamba sasa hii hali sasa haijarudi kwangu, na kuwa na tahadhari sana kwenye kunywa maji, kwenye kula matunda, kwenye kula vyakula vya maji, na kuwa na tahadhari sana. Kitu ambacho pia ni hatari kwangu kwa sababu hebu fikiria mtu nakula chakula afu unywe maji. Ni nini ambacho nakitengeneza? Unatengeneza, nahisi kabisa natengeneza kitu kingine. Kwa kila siku kunavyokucha nazidi kuwa na mashaka kwamba mimi nitakuwa mtu aina gani. Na ndio maana muda wote mimi najuta kwamba kwa nini nilifanya hivi. Lakini yote kwa sababu sisi ni binadamu, tupo chini ya mgongo wa ardhi.
hivi vyote vinapaswa tuvipitie ili mradi kujifundisha kitu, kwa sababu hivi ninavyokuwa naongea kuna watu wanatakiwa wajifunze, kuna watu wanatakiwa wajifundishe, wapate somo hapa, kwa sababu tamaa sio nzuri. Tazama mimi nayo napitia magumu sana. Sema tu kwa sababu mimi ni mwanaume najikaza kwamba nitafanya nini. Nikikaa muda wote nalia, basi maana yake mambo yangu yanakuwa yanakaa wazi sasa. Kwa wakati mwingine najikaza kiume kwamba nionekane nipo sawa, lakini sipo sawa. Mke wangu hajui chochote. Hadi sasa sijamwambia kwamba ni kitu gani ambacho kipo. Nimemficha. Bado anaendelea kuvumilia, lakini havumilii ile, kwa sababu sasa hizi anatoka kwenda kwa watu kuomba ushauri kwamba mume wangu mimi hivi na hivi, nimepata kesi 2-3. Juzi tu nilikuwa na mwenyekiti hapa. Amekuja hapa amenishauri kwamba bwana Salmini, unafanya nini? Mkeo kwa nini umpi haki yake ya ndoa? Nikampa visingizio vya hapa na pale kama mwanaume, na yeye akanielewa kama mwanaume, lakini naye pia sijamweka wazi, kwa sababu hili siwezi kuliweka wazi kwa sababu ni aibu, ni fedheha. Nasubiria labda huenda mganga akipata nafuu basi anaweza akanitengenezea ili kawa sawa, kwa sababu alinihakikishia kwamba kuna dawa anaitengeneza itakuwa sawa. Na juzi nilivyokwenda aliniambia hayupo sawa, aliniambia akipona tu basi atairekebisha dawa, basi ili swali litakuwa sawa. Kwa hiyo hilo linanipa imani kwamba labda huenda akipata nafasi, akipata nafuu, hili la kwangu litakaa sawa. Najipa imani tu, lakini sina uhakika kwa sababu mwanzo aliniahidi kwamba ni siku 3, ndani ya siku 4 mambo yanakuwa sawa, lakini haijawa hivyo. Na ndani ya siku hizo zote labda kuna dawa anakuwa anazitumia ama? Dawa zipo. Kuna dawa zingine ambazo nakuwa napaka ile sehemu zangu za siri ambazo hazipo napaka, na kuna dawa nyingine nakunywa na nyingine naoga. Na hapo hizo dawa nazifanya kwa siri. Hata kwenda kuoga naoga kwa siri. Kwa sababu mwanzo mke wangu tulikuwa tunaenda wote kuoga. Kwa sababu nilimpenda kama nilivyokuambia awali. Mke wangu mimi nilimpenda sana. Kwa mara nyingi tulikuwa tunaenda wote kuoga. Lakini saizi haijawa hayui hivyo. Kwa hiyo naenda kwa siri sasa. Naenda kwa siri, nachukua dawa, naenda naoga, narudi kwa siri. Umeona? Wakati mwingine mke wangu akitaka kuja bafuni na kwa mkali, saa zingine lazimika nimpige. Anapokuwa analia basi mimi naenda bafuni naoga. Mtazama huu ukatili naofanya kwa mke wangu. Nafanya ukatili mkubwa sana kiasi kwamba hata nikiondoka leo katika mgongo wa ardhi najifikiria Mungu nitaenda kumwambia nini. Pole sana. Najuta sana kiukweli. Na hata wanaume wenzangu wanaonitazama ambao wananisikia, hebu wajifunze kitu. Naumia. Wakati mwingine natakiwa turidhike na hali ambazo tunakuwa nazo. Lakini mimi kwa sababu sikuridhika na ile hali ambayo nilikuwa nayo, leo napata mateso. Leo napata taabu, nateseka. Namna hii naiona dunia ndogo kwa sababu ya ujinga wangu. Na hakuna mtu mwingine anayesababisha haya zaidi ya akili zangu tu za kipumbavu. Ndio maana leo najutia. Leo naumia, muda wote nalia. Sawa. Na kuna mtu alikushauri kama alivyozungumza kwamba kuna marafiki na nini. Hao wanazungumzaje mara baada ya kuweza kuingia katika matatizo? Hakuna mtu mbaya kama rafiki. Na hakuna mtu mzuri kama rafiki. Baadhi ya marafiki ambao walikuwa wakinishauri mimi kwamba fanya hivi, nenda. Hao marafiki nikienda kwamba jamani mwenzenu imenitokea hivi, wengine hawataki kunisikiliza. Kabisa wengine hawataki kunisikiliza. Lakini kuna baadhi ya wengine wanasema vumilia. Na kuna mmoja huyo anaitwa Athmani, ndio huyo, yani kila siku ananiambia ni ujinga wangu. Alikushauri huyo? Alinishauri, ananiambia ni ujinga wangu. Huenda kuna sehemu masharti nimekosea, lakini sio, yani ananilalamikia mimi, ananifokea, ananilaumu. Na ananikejeli. Hakuna mtu mbaya kama rafiki na hakuna mtu mzuri kama rafiki. Rafiki akiamua kupoteza na kupoteza mazima. Siku zote tusione mtu anaenjoy kwenye maisha yake, hatujui hicho kinachomfanya enjoy alikipata vipi. Kiukweli kabisa. Yaani ukiona mwenzio anatembea, anaendesha magari, anafanya starehe, usimtamani. Nyuma yake huenda kuna mambo makubwa. Hilo nimeliamini. Kwa sababu mimi nimeshuhudia. Hili lililonikuta kwangu ni kubwa.
Na kama ninavyokuambia ndugu mwandishi, miongoni mwa masharti alionipa yule mganga, hili leo nikuta mimi naona, yani niliona ni jepesi ndio nikaamua kulichukua. Sasa hemu fikiria hayo mengine yalikuwaje? Na labda unaweza kutuambia kwamba mengine yalikuwaje kwa uchache kidogo? Yani nashindwa hata kusema. Kwa uchache tu kidogo. Pengine hata mfuatiliaji wa KingPower TV akajaribu kupima kidogo. Labda kuna sharti moja alinipa. Alisema hili sharti kwamba kuna kitu alinipa kama mkebe hivi. Alinionyesha mimi kama mkebe hivi. Ile mikebe ile ya zamani ya watoto kuwekea karamu nini. Alinionyesha kile. Mwandishi, hebu tuache kwanza kwa sababu naumia. Hebu tuache tuishie hapo. Kama ni mambo mazito sasa. Kama siku nyingine nitapata muda nitaweza kuizungumzia hiyo kwamba kwenye mkebe ule ilikuwa masharti yake yapoje, lakini alikuwa ni mazito. Ni mazito, ndo maana nikaona hapana, swala la mkebe achana nalo. Nikaona bora nichukue ile. Hebu hilo kwanza tuliache, na kama tutapata nafasi basi hilo tunaweza tukalizungumzia tena kwa siku nyingine kwamba ule mkebe ulikuwa na nini. Familia inazungumzaje? Wazazi labda pengine umeweza kuwashirikisha kwenye hili? Wazazi nimewashirikisha. Lakini hasa nimemshirikisha baba yangu kwa sababu baba yangu ni mwanaume mwenzangu. Lakini mama yangu kiufupi nilimwambia hata mzee. Lakini mama yangu sikuweza kumshirikisha. Hata mzee pia nilimwambia mama yangu asimwambie ukweli. Kwa sababu siku zote mwanamke hana siri. Mwanamke ni mwanamke tu, hata kama angekuwa mama yako. Hata kama angekuwa mama yako kuna baadhi ya siri huwezi ukamwambia. Kwa hiyo nilimwambia mzee. Mzee aliniambia kwamba hebu vumilia sasa. Msikilize huyo mganga hoja zake zinasemaje. Kwa sababu nilimwambia kwamba mganga kuna dawa inatakiwa ifanye. Ameniambia kwamba niwe na subira. Kuna dawa ikifanyika basi nitakuwa sawa. Mzee aliniambia sawa, kama ni hivyo basi jaribu kuwa na subira. Jaribu kuwa na subira. Huenda ni kweli kwa sababu hana cha kuamua sasa, mimi ndo nipo hivi, nini natafanya? Na mganga yeye ndo anatupa matumaini kwamba dawa ikishafanyika basi kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo mzee nilimshirikisha. Anajua. Lakini mama pia anajua kwamba mimi na mke wangu hatupo sawa, lakini hajui ni kitu gani ambacho kinasababisha tusiwe sawa. Lakini mzee anajua kila kitu kwamba misemo zangu za ume hazipo. Baba anajua. Baba anafahamu kila kitu, anafahamu. Baba anafahamu. Anaweza kukushauri kiume zaidi. Baba nimeongea naye kiume. Kwa sababu sikuweza kumficha kwa sababu yule ni mwanaume mwenzangu. Lakini mtihani pia ambao mwingine naupata. Unajua si wanaume saa zingine tunakuwa na mambo mengi. Unaweza kuwa na mke lakini unaweza kuwa na mtu wa pembeni. Chepuko na maana. Chepuko. Kuna mtu wangu ambaye alikuwa pembeni na ananisumbua sana. Sana. Uwezi amini ndugu mwandishi, ule mwanamke amenifanyia vurugu nyingi sana. Japokuwa alikuwa ni mchepuko, amenifanyia vurugu nyingi sana kwa kuona mimi simpi haki yake ya tendo ambalo alikuwa anahitaji. Amenisumbua sana. Mwisho wa siku niliamini kama huyu sasa atakuja anifanyeje? Wanasema nini? Atakuja kuniangushia jumba bovu. Uwezi amini ule mwanamke kuna sehemu mimi nilituma watu wamteke. Kuna sehemu yupo ili mradi tu atulie huko. Jambo langu likikaa sawa ndo niweze kumtoa kwa sababu alikuwa na vurugu sana. Wakati mwingine alikuwa anatishia hadi kuja nyumbani. Kwa sababu kuna wakati mimi nilikuwa nashinda nyumbani tu, nashinda ndani tu.
Ananitafuta mtaani sipo, anapiga simu haipatikani. Kwa alikuwa akithubutu kwamba eti anakuja kunitafuta nyumbani hivi na hivi. Kwa niona huyu anaweza katengeneza mambo mengine. Pole sana. Asante sana. Asante sana. Yote nasema, unajua siku zote kwenye matatizo, usipokuwa makini unapopata matatizo inakuwa ni sababu ya kuongeza matatizo. Sasa hem, tazama hivi. Mimi nina matatizo yangu. Tayari tena nimemchukua binti ambaye ni mtu wangu wa pembeni, tena nimempa matatizo. Ambayo matatizo wakati mwingine nafikiria kwamba anaweza akarudi tena kwangu. Umeona namna ambavyo ipo? Yanaweza akarudi kwangu tena. Bwana ndugu yangu, pole sana Salmin. Na kwa sababu tayari sasa umeweza kufunguka mwenyewe kuweza kuhitaji msaada kwetu, basi sisi msaada wetu nadhani wana Kingport TV hapa wameweza kukusikiliza vizuri kabisa na wamekuelewa. Kwa hiyo utajaribu kuangalia nini ambacho utashauri, alafu tutajua nini cha kuweza kukifanya kwa ajili ya kuweza kusaidizana. Na pia umeweza kuzungumza swala la mganga, kama itawezekana tunaweza tukaenda siku ikiwezekana tukajaribu naye kuongea naye ili aweze kutuambia pia tuelewe kama yeye amefikia wapi na dhumuni gani na wewe. Na hicho ndicho ambacho nilikuwa nakifikiria, kwa sababu siku zote wanasema mficha uchi maradhi anamuumbua. Kwa sababu hicho ndicho ambacho nilikuwa nakifikiria zaidi, kwa sababu siku zote wanasema mficha maradhi basi mauti au kifo kinamuumbua. Kwa sababu najiuliza kwamba nitaficha hili mpaka lini? Nitalificha hili mpaka lini? Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kwamba ifike kipindi hili niliweke wazi sasa. Hata mganga mwenyewe nimweke wazi. Kwa sababu nitaficha mpaka lini sasa? Na sielewi nini kitakachoendelea. Kwa hiyo simu zangu za siri zitakuwa zipo. Mimi nitakuwa jinsia gani? Maana jinsia ya kike nitakuwa sina. Jinsia ya kiume sina. Nitakuwa jinsia gani? Ndugu mwandishi, hata wewe sasa unafikiri mimi nitakuwa na jinsia gani? Yaani kama nitaficha nitakuwa jinsia gani sasa? Bora hata ningekuwa sasa nina jinsia ya kike, ningesema labda nitaolewa. Sina, nitafanyaje? Kwa hili mimi nilikuwa nafikiria kwamba sasa ifike kipindi mimi niweke wazi, hata mganga mimi tutaenda tu. Mimi nitakupeleka. Ili kila kitu kiwe wazi. Sina namna. Sina jinsi. Siwezi kulificha hili mpaka mwisho. Siku zote wanasema kila linaloanza linakuwa na mwisho. Kwa hiyo nimefikiria kwamba lifike kipindi lifike mwisho sasa niseme ukweli. Hicho ndicho ambacho nilikuwa nakifikiria. Tayari kweli. Bwana mfuatiliaji wa Kingport TV, nadhani mengi yamezungumza. Nini tufanye hapa? Basi tunaomba sana ushirikiano wako kuweza kutupatia ushauri nini kifanyike, na sisi tutafunga safari siku zijazo mbele ni kwetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi tuweze kufika kwa huyo mganga. Kama itawezekana basi naye aweze kuzungumza ili kwaje. Unajua kidogo makini hivi vitu. Na mimi siku zote napenda sana kwa shauri ndugu zangu. Jamani, si kila mganga unayemwamini ama unayeaminishwa ni mzuri kwako. Wengine si waganga kweli. Na saizi kama ambavyo tunaona wimbi la waganga ni wengi sana kwenye mitandao ya kijamii, wengi sana. Kwa hiyo inabidi tuwe makini. Na pia utajiri upo. Kikubwa ni kupambana na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kama utaenda kwa mganga kutaka utajiri, kiukweli ndugu yangu inabidi ujipange na uwe makini sana. Mimi kiukweli nisiwe muongo wala nisiwe mnafiki. Kuna wengi ambao wanajitokeza na shida zao, angalau zile ambazo kweli mtu unasema hizi unaweza kumpambania na akaondoka na zile shida, lakini si swala utajiri. Mganga naye kwambia utajiri, fanya hivi upate utajiri, basi kuwa naye makini sana kwa sababu hakuna cha bure. Kwa hiyo ndugu yangu nikushauri tu, kubali umekosea. Tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi kwenye hili. Mimi naamini kwamba wewe umekuwa ni kioo kwa wengine kuweza kutazama kila ambacho unapitia na kujifunza pia. Japo ni mbaya sana kwa mfano. Ni kitu ambacho kibaya, lakini ni kizuri kama unakuwa ni mfano mzuri. Lakini kama ni mfano mbaya inakuwa ni mbaya sana.
usivunjike moyo, usikate tamaa. Kama moyo wako umeweza kujirudi na kusema bwana King Paul ameweza kunisaidia, basi naamini Mwenyezi Mungu atatenda mambo yake na utakwenda kuwa sawa kwa uwezo wake. Usikate tamaa, tupambane kwenye hii safari, kila kitu kitakuwa sawa. Binafsi mimi kwanza nikushukuruni ninyi kwa sababu naamini nilichokiongea hapa kitafika sehemu fulani kwa namna moja au nyingine. Kwa mimi na imani kitakapomfikia mmoja wapo atakayesikia, nina imani atajifunza kitu. Atajifunza kitu. Na akishajifunza mmoja, maana yake nyuma ya mmoja kuna watu. Yaani nyuma ya mtu mmoja kuna watu. Kwa akishajifunza watu wawili, maana yake kuna watu wengi watakuwa wameshajifunza. Kwa mimi nina imani kwamba ninyi ni watu pekee ambao mimi naweza nikawashukuruni kwa sababu nina imani hichi nilichokiongea kitafika sehemu fulani. Kwa sababu siku hizi kuna utandawazi. Kuna utandawazi, lazima vitu kama hivi vitaonekana kwa urahisi. Kwa hiyo mimi naombeni na nakutakieni kila laheri, hichi nilichokiongea kiweze kwenda mbali zaidi ili watu wengi waweze kujifunza. Kwa sababu hapa nilipo mimi mwenyewe najuta. Mimi mwenyewe isingekuwa sababu kwamba nisimame sehemu niongee kila mmoja akanisikia. Uwezo huo sina, lakini kwa sababu hivi ni vyombo ambavyo vinafika sehemu tofauti tofauti, itakuwa ni sababu hichi nilichokiongea kufika sehemu tofauti tofauti. Mimi nakushukuruni sana. Sana nakushukuruni na kuombeeni pia. Basi tunashukuru kwa pamoja. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema, naye azidi kutubariki na atufanyie wepesi kwenye hili. Asante kwako mfuatiliaji wa King Paul TV kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Nikushukuru wewe ambaye tayari umeweza kusubscribe. Ndio maana naona ukijivu katika maandishi ya subscribe. Kwa hiyo kama bado kuna vitu mwekundu hapo, basi jua kwamba wewe bado haujawa mwanafamilia. Hivyo ni vyema kuweza kubonyeza hayo maandishi yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo bonyeza alama ya kengele itakayokujia ili uwe mwanafamilia bora kabisa wa King Paul TV na kuweza kupata updates zetu ama video zetu punde tu tunapokuwa tunaweza kuziweka kupitia hapa King Paul TV. Mungu akubariki sana na awe nawe. Amen.